and we are saved by grace. Hiyo statement usijaisahau kwamba tumeokolewa kwa neema. Tumeokolewa kwa neema. Neema ndio ambayo imetuokoa, ambayo ni kipawa cha Mungu, hivi kwamba mtu awaye yote yule asiweze kujivuna. So Romans chapter 5 verse 12, mahali ambapo tuliachia, and we have that after being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. After being justified by faith, now the peace of God comes upon us through our Lord Jesus Christ. After being justified by faith, you cannot have peace of God if you have not been justified. Kama hujahesabiwa kuwa mwenye haki, hauwezi kuwa na amani ya Mungu. Maana kila wakati hukumu inakuandama. Hukumu inaandama mtu ambaye hajaondolewa hukumu. Na sisi tumeokolewa kutoka kwa hukumu ya Mungu ambayo ni ghadhabu yake. Tumeokolewa kutoka kwa hukumu ya Mungu na tumeingishwa katika uzima wake. Na baada ya kuhesabiwa kuwa sasa sisi ni wenye haki, kana kwamba hatujawahi fanya dhambi, kana kwamba hatujawahi kosa, sasa amani ya Mungu inatujia. Mtu ambaye amehukumiwa, ameshtakiwa, sio amehukumiwa. Mtu akishtakiwa kotini ya kwamba amepatikana na mali ya wizi, na isemekane ataenda hukumu Jumanne Januari, Jumanne tarehe ngapi? 28. Huyu mtu akienda kotini, nafikiri yako na amani. Umeshikwa Joram na umeambiwa kwamba tumekupata na hii bidhaa ya wizi. Umepatikana na mitungi ya Mr. Kotutu. Na umepatikana kweli naye. Na ukaambiwa Jumanne kotini tupatane. Ndio siku ya kesi. Si Jumanne ukipanda hapa mlimani kwenda kotini utaenda ukifurahi sana. Wow, inaenda leo kotini ukipatikana na mitungi ya wizi. Wow. Si ndivyo? Hatimaye unaingia kotini ukiwa umecheka yes magistrate. Mambo nimekuja leo ndio siku. Baadaye unahukumiwa ukiwa unafurahi. Does it happen that way? Wakati mtu anajua kwamba kuna kesi mbele yake hana amani. Vivyo hivyo wenye dhambi wote wanajua kenye kinawangojea hawana amani. Nani anaweza kusaidia kutafsiri? Na watu ambao wanataka hii. Kiingereza najua zote hatutashika. Unamtafsiri? Wewe ni bonge mimi. Okay. Wakati ambapo mtu anaenda kotini akahukumiwe hana amani. Dunia nzima imepatikana na hatia, na hatia ni kuasi Mwenyezi Mungu. Na kila mtu kile ambacho anafaa kupewa, hata sisi kama sio neema, ni ghadhabu yake Mwenyezi Mungu. Wewe? Na wakati ambapo sasa tumeokolewa kwa neema, tumeondolewa hukumu kwa njia ya imani. Hata kama sijapewa imani naingilia hapa, sijapewa karatasi inaonekana Samuel Mushiri you've been forgiven, kwa imani najua ya kwamba in the spiritual world I've been forgiven. Are we there? And now having been justified, nimefika kotini, Joram amefika kotini, na jerrycan zile alikuwa ameiba zimeletwa kama ushahidi. Hatimaye magistrate anasoma makosa, anasema Joram Chakaba umepatikana na jerrycan 5 umeiba kutoka kwa shamba la Mzee Kotutu. Kweli ya marongo? Joram anasema na nani? Unasema ni kweli. Ni kweli maana hata ziko hapa na kweli ni kutikana. Hata labda picha iko. Hatimaye magistrate ashasoma mashtaka na hii mashtaka kulingana na kosa ambalo umefanya, koti inatakiwa ikufunge kifungo cha miezi 6 gerezani bila faini na kazi ngumu gerezani. Lakini sasa kwa sababu serikali imeamua ya kwamba ni mwaka wa kusamehe, Joram umeachiliwa huru. What will happen?
Unasikia kama maji imemwagiwa, ni kana kwamba haujaamini. Hata ukitoka hapo nje ukienda nyumbani unaona kana kwamba unaweza shikwa tena urudishwe ndani. Lakini sasa umefanywa kuwa mwenye haki. Ushafanywa kuwa mwenye haki, kutane na wale watu waliokushika, how will you feel? Utafikiri kana kwamba tena utashikwa tena utafungwa? No. Uko na amani. Are we there? Na sisi baada ya kusamehewa dhambi, we have peace with God. Hallelujah. Ndiposa Warumi inasema hivi, hizi Warumi mlango wa 8 ama wa 9, ya kwamba hakuna hukumu ya adhabu tena kwa wale walio ndani ya Kristo Yesu. Wakati ambapo tumeokoka, hatutembei tukihukumika ya kwamba nina ghadhabu inaningojea, nina ghadhabu inaningojea. Na ndiposa kanisa, ninaamini hivi na mara mingi nimerudia, na tafadhali fanya hiyo ikuwe ni sehemu yako. Kila mtu anajua ya kwamba leo Kristo akija utaangukia pande gani. Because either you have peace with God or you are still condemned. There are people who are in churches and they know that we are not born again. And there are people who know that I am born again. Because they have the witness of the Holy Spirit, who witnesses with their spirit that they are children of God. And they have peace with God. After being justified, after being forgiven, God gives us His peace. Paul is saying here that, therefore, we have peace with God because He has forgiven us. He has justified us. He has made us as if we have never sinned. Romans chapter 5 and verse 12. He's giving us the chronology of the way sin entered into the world and the way justification entered into the world. Na kupitia mtu mmoja ambaye anaitwa Adam, kifo kiliingia duniani. Na pia kupitia mtu mmoja ambaye anaitwa Yesu Kristo, uzima uliingia duniani. Na hapa Mungu anatuletea picha nzuri sana, na anaturudisha katika kitabu cha Genesis chapter 3 and verse 15, wakati anaita Yesu Adam. Yesu ni Adam. Yesu ni mwanadamu. Yesu ni mwanadamu. Yesu ni mwanadamu. Good. Yesu ni mwanadamu 100% na ni Mungu 100%. Na ni mwanadamu, na hii itusaidie kabisa. Na hii ndio itasaidia hata kusimamia kile tunaamini. Ndio maana ni kwa sababu ni mwanadamu alifanya makosa, kwa hivyo ni mwanadamu angelipia makosa yake. Na niposa Mungu hakutuma malaika, si ana malaika wengi. Maandiko yanasema kwamba hakuna hata siku moja ameita malaika moja, leo wewe ni mwanangu ninayekupenda. Lakini alituma Yesu kwa mfano, akazaliwa kwa kupitia kwa mwanadamu, ndiposa akomboe mwanadamu. Na ni Mungu alikuwa amekosewa, kwa hivyo ni Mungu angekuja ayapatanishe Mungu na Mungu. Do you get it? So tuende katika Warumi mlango wa 5 mstari wa 12. Kifo kilikuja kupitia Adam. Baada ya Adam kufanya dhambi, kifo kiliingia. Na nilisema kuna kifo mara 3. Unaweza kumbuka? Kifo cha kwanza nilisema ni kifo gani? The first death yenye iliyokaa. Yes. Na ya pili? Na ya tatu? Sijasikia hata moja. Tuanzie ya kwanza. The first death yenye iliyokaa ni nini? Dhambi. Ya dhambi. Dhambi ilileta kifo. Kifo cha kwanza kenye dhambi ilileta ni gani? Nisikia mtu amesema na amesema kwa sauti chini. Kifo ya kwanza? Separation between God and man. That was the first death. Separation between man and God. Kifo cha pili? Physical death. Are we there? Wakati Mungu alisema hakika yangu sikule mtakula matunda mtakufa. Adam alianguka akakufa kufa. No. Alianguka akakufa? No. Lakini uhusiano wake na Mungu ulifanya nini? Katika. Ulikufa.
Lakini baadaye Adam hakuishi mpaka leo, hakuna Adam alipata hiyo physical death. Na kifo cha tatu ni gani? Eternal separation with God. Wale watu waliokufa kifo cha kwanza, na labda hapa katikati wamekufa, sikuna wenye wamekufa katika kifo cha kwanza na wamekufa katika kifo cha pili wakiwa wenye dhambi. Watakapofufuliwa na hukumu ije, watakufa kifo cha tatu. Wataseparatiwa na Mungu milele. Sio watakufa wachomeke kama jivu waishe, watachomeka milele na milele bila uhusiano na Mungu. Are. So through first Adam, death came. These three dead. Na sisi zote tulikuwa na kifo kimoja. Tayari tumepitia kifo kimoja, na kwa neema ya Mungu wengi wetu tumefufuka kutoka kwa kifo cha kwanza. Waefeso mlango wa 2 mstari wa kwanza, maandiko yanasema kwamba we were dead through our sins and trespasses, when we walked under the desires of this earth. Tulikuwa tumekufa, lakini sasa Mungu kwa neema yake ametufanya kuwa hai. Ndiposa Paulo anasema hivi in the book of Corinthians, behold, he who that is in Christ Jesus is a new creation. The old is gone, and behold, everything now is new. In the book of John chapter 3, Jesus conversing with Nicodemus, he told Nicodemus, believe me, Mr. Nicodemus, except a man is born again, he cannot see the kingdom of God. Praise God. So salvation through Jesus Christ is the one that resurrects us from the first day, from separation between us and God. Praise God. Amen. Na kile ambacho tunaweza ingia ndani yake ama tusiingie ni second death. Not the second death, the second type of death, please. Sio second death, the second type tumia jina type, sio second death. Second death ni eternal separation, lakini kuna vifo aina tatu. Tunaweza ingia kifo cha pili ambacho ni kufa mwili, ama tunaweza kosa kuingia. Kwa mfano, Kristo akija leo, tutaingia katika kifo cha pili cha mwili? Hatutaingia. Tutabadilishwa na tufanane na yeye na tumulaki. Praise God. Na ningeomba Mungu aruhusu tuone siku hiyo venye itatendeka. Tukiwa kama ni kwa ibada ama mjiani, tunabadilishwa, tunamulaki mawinguni, naona Joram Pandele. Joram, haleluya, haleluya. Hiyo siku tulingojea sana, ndio hii, sana. Praise God. Alafu naona mwingine pale na alikuwa anakuja kanisani. Yeye, amen. Nimekuaje? Najificha na usione uso wake. Do this, be changed now in Jesus' name. Amen. Praise God. Because these things are real. Maandiko nasema wengine wataona uso wake na watajificha. Sio utakuwa pande gani? Wale ambao wanaenda wakimulaki kwa furaha, na wale ambao wanahepa. Mtoto akijua amekula sukari, mama akisikia sauti ya mama, ona mama huko wewe, tutaonana kesho, asante, tutaonana kwa chama. Watoto wasikie sauti ya mama. Anatoka sokoni na hapo na mandizi, na anajua alifanya makosa. Mwenye hakufanya makosa anafanya namna gani? Namlaki. Mary na dada yake ama ndugu yake wanakimbia, lakini kiherehere John ndio huyo anajificha. Ama anaanza kulia na hajapigwa. Anaanza kusukua macho. Anasukua kabisa. Analia kwa nini? Analia kuna tu nilitangu utoke hapa, macho iliniuma. Maandiko yanasema mwenye dhambi hukimbia hata kabla hajalipishwa. Hajapigwa lakini anaanza kulia. That is the way it shall be. Let us be serious with salvation. Paul says, work out your salvation with fear and trembling. Don't work to be saved. You are already saved, but now work it out with fear and trembling through the help of the Holy Spirit. Kanisa, si watu tuokoke na tumaanishe. Siku hiyo watu wataaibika. Hatujui kama ni leo jioni. Na inaweza kuwa leo jioni. Lakini hatujui tafadhali. Lakini inaweza kuwa. Maana alisema wakati hamtarajii ndio nitakuja. Lakini leo mnatarajia leo jioni labda hawezi kuja. Lakini atakuja hata kama ni kesho asubuhi. Lakini jambo ni hili, atakuja. Akija atakupata wapi? Hebu tusomee Samson 12 mpaka 21.
Romans chapter 5 verse 12 to 21. Kwa hiyo kama kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni. Kama kwa mtu mmoja, only one man sinned. Na hii niliuliza wakati mwingine, the other time tuliponyamazia hapo, niulize tena. Why one man? Who sinned? Who sinned? Adam. Adam. Who sinned first? Huh? Eve. And why is the Bible saying that for through one man, not through one woman? Adam was instructed. Mwana majibu mtapatana nayo msituni. So it's good you have it always. Why one man? Adam was instructed first. Adam was the one who had been given the instructions. That's why God anauliza mwenye alipewa instructions. Maandiko yanasema to whom much is given, much is required. Are we there? Okay, endelea. Kwa sababu kupitia mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni. Na kwa dhambi hiyo mauti. And through that sin, what came? Death. Immediately Adam ate the food, he died. That is, he was separated from God's presence and glory eternally. Only, not until the time when God desired and God brought a mediator. Again, it says what? Na hivyo mauti ikawafikia watu wote kwa sababu wote wamefanya dhambi. Haya. And through that sin of Adam, death reigned to all men because all have sinned. Can you get it? Sikia hiyo statement na hapo pia watu usoma venye wanataka ndio waendelee kufanya dhambi. Na haisemi venye watu wanataka kusoma. Haisemi because all are sinning. Inasema because all have sinned. Not that all are sinning. What's that mean? Not because all are sinning, but all have sinned. So anybody, that's why David said, I was conceived in iniquity. Nilizaliwa katika dhambi. Daudi anasema kwamba nilizaliwa katika dhambi. Na mama yangu alipata mimba yangu katika hatia. Mtoto hajazaliwa lakini anasema nilizaliwa katika, so all have sinned. Watoto wetu kanisa, na hii on Sunday Mungu atanisaidia na naendelea kuomba mniombee kabisa. Nataka hii ndio tutajifunza on Sunday, parenting the hearts. Watoto wetu tuwafundishe kujua ya kwamba ni wenye dhambi. Tusisitize zaidi. Na hiyo ndio inatendeka katika dunia na katika Kenya. Tunasisitizia watoto zaidi wasome, wakuwe wakubwa. We are parenting for performance. We want them to perform. Unataka hapo uanguke, ukuwe kama nani? Unataka uanguke watu wakuchekelee. Unaona tumetumia pesa mingi, unataka. We should not go through that route. If the heart condition is not made, even the physical condition is useless. Please, mtoto ashatengenezeka hapa, I am experienced, hata India atatengenezeka. Praise God. Mtoto ashatengenezeka hapa. Angalia watu wengi ambao kwa neema ya Mungu waliogopa Mungu, kwa neema ya Mungu, sio kwa bidii yao. Waliogopa Mungu, wakaenda high school, either wakakuwa CU, college wakakuwa CU, eventually they are successful. And if they are not successful materially, they are still sober. They are upright. Lakini wale ambao hawakuwa ni kielele tu, mzazi alikuwa anamwambia soma, hata anamwibia mtihani, amesoma, ni daktari mlevi, ni lawyer mwizi. That's why Kenya is corrupt. Because we are parenting for performance. All have sinned. We all have the nature of sin. And because
who was to deliver us from that sin. Do you see it? Yeye Paul anatuletea picha ya vile mambo yalianza na yeye adui ameendelea kutufinyilia pale. We are not raising children who fears God. We are raising children who fears the authority. Unajua ukivuta bangi utashikwa na serikali. We don't remind them there is a higher authority. Unajua ukifanya hivi utapata ukimwi. We don't remind them we are sinning against the higher authority. We should parent the hearts so that our children can be changed inside out. For they are also sinners. Even if we are pastors or church elders or deacons or whatever, they are sinners until they come to the saving grace. Tumeshika mpaka hapo. Hapa Paulo anasema kwamba dhambi ilipoingia kwa mtu mmoja imetawala watu wote, maana wote wametenda dhambi. Si watatenda dhambi. Niulize hii swali na niuliza wakati mwingine. Kwa nini watu ni wenye dhambi? Kwa nini watu ni wenye dhambi? Kwa sababu ni wenye dhambi. We are sinners not because we sin, but because we are sinners. All have Sin. So we are sinners because we are sinners. Hiyo sio English nzuri, lakini hiyo ni jibu. Sisi ni wenye dhambi maana ni wenye dhambi. Endelea Samson. Maana kabla ya sheria dhambi ilikuwa ulimwenguni. Maana kabla ya sheria. Angalia, Adam kuna sheria alikuwa amepewa. Alikuwa na amri 10. Mimi ni Mungu wako, usiwe na mwingine. Usitengenezee sanamu ya kitu chochote kilicho duniani, hapa duniani ama chini ya maji, usikinamie, usisujudu. Alikuwa na hizo sheria zote? Hakuwa nazo. Lakini kuanzia kwa Adam mpaka kwa Musa, wakati amri zinakuja, dhambi ilikuwa kwenye dunia. Even before the 10 commandments. Sin is disobedience ya neno lake Mwenyezi Mungu. Na neno lilikuwa usile hili tu. Kwa hivyo amri 10 inapokuja, Kenya inakuja sasa kufanya ni kutu dhambi. Na Paulo anasema hivi, kama sio sheria singejua dhambi. Lakini tulikuwa wenye dhambi. Lakini sasa sheria imekuja kuni-exposia dhambi yangu zaidi. Adam aliambiwa usile tunda. Wana wa Israeli walipokuwa akaambiwa ukumbuke Bwana Mungu wako, usifanye kazi siku ya Sabato, usifanye nini, lakini wanavunja ile. So angesema Adam alikuwa mwenye dhambi maana hakusikia, na kama sio Adam hatungekuwa hapa. Hata na wao wanavunja hii. Audia? So sin is the transgression of what God demands of us. When you transgress against what God wants of you, you are sinning. Adam transgressed against a simple, we can call it simple, but in quotes, instruction: do not eat from this tree. He ate, he sinned, and sin now has been following us. Anaendelea kusema neno gani? Lakini dhambi haihesabiwi isipokuwa sheria. Dhambi haihesabiwi isipokuwa nini? Isipokuwa kwa sheria. So bila sheria hakuna dhambi. Na mbona hii ya Adam ilihesabiwa dhambi na hakuwa na sheria hizi? Anasemaje? Walakini mauti ilitawala tangu Adamu mpaka Musa. Mauti ilitawala kuanzia kwa Adam hadi nani? Musa. Musa. Ni mauti gani hiyo ilitawala tangu Adam hadi Musa? Dhambi. Tatu tuongee hapa. Mauti ilitawala tangu kwa Adam until Moses. Na ilitawala kwa namna gani? Ama usome hiyo sentensi umalize. Hiyo tu discuss. Nayo iliwatawala hata wao wasiofanya dhambi ifananayo na kosa la Adamu.
aliye mfano wake yeye sawa. aliye mfano wake yeye atakayekuja. Dhambi ilitawala kuanzia Adam mpaka Musa, na mauti pia, na watu walikufa mpaka kwa Musa. Mbona mpaka kwa Musa? Sheria. Mbona mpaka kwa Musa? Kutoka kwa Adam mpaka kwa Musa, sijui nani tunapata hapa. Between Adam and Moses, which fathers do we find there? We find Abraham. We find Noah. Tunapata Noah. Yes. Who else do we find? Abraham. Yeah? Abraham. Who else do we find? Isaac. Who else do we find? Jacob. And then hapo ndipo tunapata Yusufu, baadaye Musa akazaliwa. Sivyo? Na hawa Abraham, Isaac and Jacob, how were they relating with God? Walikuwa wamepewa sheria? Walikuwa wanapewa sheria? No. Na Mungu alikuwa anajaribu kuwafanya kuwa wenye hai. Ukianzia Genesis 12, unaanza kuona Mungu akijaribu kuwafufua kutoka kwa ile separation between Mungu na wao. Hapo ndipo Abraham anaambiwa na Mungu, toka katika nchi yako, kwa watu wako, kwa jamaa yako, na uende mpaka nchi nitakayokuonyesha, na nitakufanya I will make you a great nation. Are we there? So ni Mungu sasa anaanza kutengeneza, and this is the process of salvation. It is God who takes us out of the sins of this world. He is the one who makes us his sons and daughters. He is the one who saves us. It is not our work, lest anyone should boast. It was not Abraham's original idea to get out of his country, from his people, from his kindred. It was God's original idea. Are we there? That's why Abraham cannot boast. We can go back to Romans chapter 4. It says that, what can we say then concerning Abraham, our forefather? Was he justified by work? No. Are we there? Abraham was not justified because of what he did, because of his wonderful vision, wonderful thoughts, wonderful mindset. He did obey God's word. And the Bible says that obedience is better than sacrifice. And when Abraham left, kufufua watu. Na leo hii tunasema sisi ni wana wa Ibrahimu, because Abraham alifanywa kuwa hai tena katika jina la Yesu. Lakini bado watu hawakutii, kwa hivyo mauti iliendelea kutawala. Ikatawala mpaka Musa alipokuja. Mungu akatengeneza kitu ambacho atajiconnect na watu, awafufue wamwamini tena. Hapo ndipo akaleta amri zile 10, na akawaambia yote atakayezifuata hizi, yeye ni mwana wangu. Akajaribu kuwafufua kiroho, lakini maandiko yanaendelea kusema kwamba walikuwa wakaidi kila wakati, na jangwani walimkasirisha, na kuna siku moja aliwaangamiza 23,000 of them. Mauti imekuwa ikitawala, mauti ya kiasili na mauti ya kiroho, mpaka wakati wa Musa. Hata wakati wa Musa hapo ndipo sasa Mungu anatuangalilia pale sehemu ya mwisho imesema, hata wakati ambapo alipotuma ambaye anafanana na Adamu. Ni nani ambaye anafanana na Adamu? Kama umesemaje sehemu ya mwisho? Hapo umesoma. Aliye mfano wake yeye atakayekuja. Aliye mfano wake yeye. Ni nani ambaye ni mfano wake? Adamu ambaye ni mfano wake yeye. Ni? From death reigned from Adam until Moses. Even for those who had not seen, in the likeness of Adam, in the likeness of the sin of Adam. Hebu anzia hapo kwa dhambi ya Adamu, ndio tuone Yesu anafananishwa na nani? Walakini mauti ilitawala tangu Adamu mpaka Musa. Mauti ilitawala tangu Adamu hadi Musa, na tushike hiyo statement vizuri nayo iliwatawala hata wao wasiofanya dhambi, fananayo na kosa la Adamu. Dhambi ifananayo na kosa la Adamu. Adamu, endelea. Adamu aliye mfano wake
yeye atakayekuja. Nani atakayekuja? Ni Yesu. Are. Ukienda Genesis chapter 3 verse 15, Mungu anatoa ahadi ya kwamba kupitia kwa Eve kutapatikana mtoto mfano wa hawa watu atakayebonda kichwa cha nyoka, ambaye ilikuwa inaangazia Yesu. Ndiposa maandiko yote inatakiwa tukiyahubiri tuone Yesu ndani ya maandiko. Maandiko hatustahili kuona kitu kingine, hatustahili kuona mautajiri na kila kitu, tunastahili tuone Yesu. Yanapozunguka, yanazunguka katika mtu aitwaye Yesu. Sehemu hii ingine nasema namna gani? Mstari wa 15. Kwa hivyo Adam alikuwa ni mfano wa Yesu. Lakini huyu Adam ambaye alikuwa ni mfano wa Yesu angetufanya tuishi shamba la Edeni tufurahie Mungu milele, alifanya opposite. Yesu amekuja aturudishe katika shamba la Edeni. The first Adam, instead of helping us to be in the Garden of Eden, instead of helping us to live eternally in the presence of God, he brought death and eternal separation. But the second Adam, that is Jesus Christ, has brought life, so that we can be connected back with God that was sinned against by the first Adam. Unaweza kuona hiyo connection? Adamu wa kwanza ni mauti alileta, Adamu wa pili ameleta uzima. Lakini karama ile haikuwa kama ile kosa. Karama ni gift, the gift that Jesus brought haikuwa kama lile kosa. Kwa maana ikiwa kwa makosa kwake yule mmoja wengi walikufa. Zaidi sana neema ya Mungu. Na kipawa kilicho katika neema yake mwanadamu mmoja Yesu Kristo kimezidi kwa ajili ya wale wengi. Kipawa kilicho kwa nani mmoja? Mwana damu mmoja. Through one man. Man was needed to reconcile man with God. And that's why Jesus Christ is 100% man. And through this one man, through what he did at the cross of Calvary, through his death, we've been reconciled back to God. Naona? Na ile dhambi iliyofanywa haiwezi fananishwa na hii karama ambayo tumepatiwa. Maana ile dhambi ilifanyika na mtu mmoja na generation ilikuwa kidogo. Na sasa hii damu ambayo imemwagwa ni kwa wengi, kwa ondoleo la dhambi la wengi. Maandiko yanasema for the remission of sins for many. Many. Na hiyo many ni neno ambalo lina uzito. Endelea. Wala kadiri ya yule mtu mmoja aliyefanya dhambi si kadiri ya kile kipawa. Kwa maana hukumu ilikuja kwa njia ya mtu mmoja ikaleta adhabu. Bali karama ya neema ilikuja kwa ajili ya makosa mengi. Ikaleta kuhesabiwa haki. Unaona, hukumu ilikuja kwa sababu ya kosa moja, ambalo hilo kosa lilikuwa ni nini? Kutotii tu, kukula. Lakini baada ya Adam kukula lile tunda, kuna makosa mengine wanadamu wamefanya? Ama hiyo tu ilikuwa kosa pekee yake kubwa kabisa, kukula tunda? Adam alikula tunda, akaasi, akakosa kutii na akatengana na Mungu. Immediately after Adam kutengana na Mungu, kosa kwanza lililotendeka ulimwengu lilikuwa ni gani? Kuuana. Kain ameua ndugu yake. Hiyo ni kosa, si kosa? Ni kosa. Ni kosa. Na Mungu akasema damu ya ndugu yako inalia mchangani na inalipisha kisasi. Mbona umefanya hivi? Mbona umefanya dhambi hii? Na hakuwa amewaambia usiue. God never said that thou shalt not kill. Na hapa mtu ameua na Mungu anasema umefanya makosa. Why is God? Tusiulize hiyo swali. Maana tunaweza sema hiyo sio justice. Hujaniambia nisikalie hiki. Nimekalia na unasema mbona nimekalia ni makosa. Tukaendelea tena kidogo, wanadamu wakaanza kufanya makosa tena mengine, Sodoma na Gomora. What happened in Sodom and Gomora? Si watu walifanya vituko na sarakasi. Mungu alikuwa mahali alikuwa amesema wasifanye hiyo vituko?
Hakuna. Maandiko yanasema ya kwamba, and that's how God is. He's so big. Aliona kuna adui atakuja siku moja kusimama aseme ya kwamba uliwasamehe makosa ile ya Adamu lakini hukuwasamehe zingine. Anasema kosa moja lililotendeka, huyu mmoja amekuja amesamehea wanadamu makosa mengi. Praise God. Our Lord Jesus Christ has taken care of all the sins of humankind. Ndiposa hapa mtu asikuje kusema ya kwamba Adamu, Yesu alikuja kutusamehe kenye Adamu alikula, lakini baba yangu alikuwa mchawi, Yesu hakuondoa uchawi. Kwa hivyo nikiokoka, ninahitaji mtu anikomboe kwa uchawi. Even uchawi can to that. That's why these deliverance ministers have no business in the kingdom. Maana Kristo alikuja akatako mambo haya yote. Unapitia hii kwa sababu kuna makosa yalitendeka na lazima ulipishie. Maandiko yanasema kwamba Yesu alishughulikia makosa mengi. Ningekuwa wewe ningepiga mstari kwa Biblia yangu leo. Ni mstari wa 16. Hebu usome tena na usome kwa nguvu na utusikie kwa makini. 16. Wala kadri ya yule mtu mmoja aliyefanya dhambi si kadri ya kile kipawa, kwa maana hukumu ilikuja kwa njia ya mtu mmoja ikaleta adhabu. Bali karama ya neema ilikuja kwa ajili ya makosa mengi. Karama ya neema ilikuja kwa ajili ya makosa ngapi? Mengi. Mengi ama ile Adam? Mengi. Biblia inasema namna. You see it? Kwa hivyo Yesu hakudeal na makosa tuchache. Alideal na makosa yote. Hii mambo ya generational curses, generational sin, generational what, Christ dealt with it. Nobody should take us back there. Makosa mengi. Babu zetu waliabudu nani? Miungu. Si ni miungu. Na hii miungu walipoabudu Mungu alikuwa anapiga makofi? No. Hii pia ilikuwa ni makosa. But Christ dealt with it. Amelipia yote. Makosa mengi. That's why it's good to be good Bible readers. Read the Bible word by word. Ameshughulikia makosa mengi, endelea. Ikaleta kuhesabiwa haki. Kwa nani? 17. Imeleta kufanya nini? Kuhesabiwa haki. Inaturudia ile ya kwanza. Hiyo mstari wa 5, mlango wa 5 mstari wa kwanza, ya kwamba kwa njia ya imani tumehesabiwa haki. Kwa hivyo tunaamini ya kwamba hata kama babu yangu hakuokoka ama aliokoka, I have been justified. Not because my grandfather got born again or not. I am justified because of what Christ did. I am justified because of the love of God through Christ by sending him to come and die for me. Hallelujah. Mtu asianze tena kutuzungusha na kutufunga na mikamba na kutuambia tujitoe. Mtu akushike, akuingishe ndani ya neti ya kutega samaki, aizungushe akwambie ujitoe. Unaweza tumia mwaka mmoja ukijaribu kutafuta njia. Hatutaki kuingia kwa net tena. Christ has taken us out. 17. Kwa maana ikiwa kwa kukosa mtu mmoja mauti ilitawala kwa sababu ya yule mmoja, zaidi sana wao wapokea wingi wa neema na kile kipawa cha haki watatawala katika uzima kwa yule mmoja, Yesu Kristo. Na sisi ambao tumepokea wingi wa neema tunatawala kwa ule uzima wa Yesu Kristo. Hatuhitaji mtu mwingine atuongezee tutawale. Hapana, ati sasa hapa nataka ni kujiconnect ndio mtawale. My friend, we are connected at the time of salvation. Tunataka tuvunje kitu fulani ndio maana mtawale. Hatuhitaji kitu ivunjwe ndio tutawale. Yesu alimaliza. Yesu alimaliza. Kuna wimbo ambao ni mzuri sana. Deni langu la dhambi Yesu pale msalabani, deni
kabisa. Na unakuta hawa watu hata hizi nyimbo za tenzi hawapendi because they are scriptural. Maana tutamaliza kuimba hiyo na pastor alisema tujamaliziwa kulipiwa. Hapana, hiyo nyimbo ni ya dini, ni ya dini. Who said that? Bwana Yesu asema wanangu dhaifu, uwezo wa kushinda wapatikana kwangu. Deni la dhambi msalabani lilimalizikia pale msalabani. Praise God. Amen. Deni zote ambazo zilitendeka zote zimemalizika. You know what? Hata zile dhambi hazijafanywa, na hizo shike na ushike vizuri. Pole pole. Hata zile dhambi hazijafanywa zimelipiwa msalabani. Ama bado? Melipiwa. Hata zile hazijafanywa zimelipiwa. Wenye watakuja kuzifanya kama si tu hatuko ama tuko zimelipiwa. Kile tu watahitaji kufanya ni kugeuka waangalie msalaba. Praise God. Dhambi ambazo zilifanywa kabla hatujazaliwa tayari zilikuwa zimelipiwa. Zile dhambi ulikuja kufanya baada ya kuzaliwa ukakuwa mtu mkubwa tayari zilikuwa zimelipiwa. Ni wewe tu Yesu alikuongoza katika kijito cha utakazo ambacho ni damu yake Yesu. Praise God. Yoran, na timu yako mwanze kutuimbia tenzi. Kijito cha utakazo ni damu ya Yesu. Endelea. Tujifunze nyimbo za tenzi. Hizo ndizo nyimbo nzuri. Praise God. And the scripture. Kijito cha utakaso ni damu ya Yesu. Nizame kule nioshwe nitakaswe. Sio mimi jioshe. Endelea kusoma Samson. 18. Basi tena kama kwa kosa moja watu wote walihukumiwa adhabu, kadhalika kwa tendo moja la haki watu wote walihesabiwa haki yenye uzima. Kwa kosa la mtu mmoja watu wote walifanyika wenye dhambi, na pia kwa mtu mmoja watu wote wamepata nini? Uzima. Kwa sababu kama kwa kuasi kwake mtu mmoja watu wengi waliingizwa katika hali ya wenye dhambi, kadhalika kwa kutii kwake mmoja watu wengi wameingizwa katika hali ya wenye haki. Unaona venye zinaenda pale, hiyo tunaweza ita parallelism. Kwa sababu ya uasi ya mtu mmoja wengi wamefanyika kuwa wenye dhambi. Kwa sababu ya kutii kwa mtu mmoja wengi wamefanyika kuwa wenye haki. Kwa sababu ya uovu ya mtu mmoja wengi wamefanyika kuwa wenye dhambi. Kwa sababu ya uaminifu ya mtu mmoja, unaona inatuletea kenye Adam alileta na kenye Yesu alikuja kufanya. Kwa sababu ya dhambi ya mtu mmoja wengi wamekufa. Kwa sababu ya kutii kwa mtu mmoja tumepata uzima. What Adam did, Christ came to undo it. Are you getting the point? Kile ambacho Adam alifanya, Yesu alipokuja alikuja kukiharibu. Adam alileta mauti, Yesu alikuja akaharibu, akaangamiza mauti, akaleta uzima. Adam alikuja akaleta kutenganishwa kwetu sisi na Mungu. Yesu alikuja akatufanya tukue makuhani. Ndiposa kanisa kama waumini tunaamini katika waumini ambao ni makuhani. Wewe ni kuhani wewe binafsi. Hauhitaji mchungaji ndiposa ufikie Mungu. Haleluya. Kile ambacho Adamu alifanya, Yesu alikuja akakirekebisha. Kupitia Adamu
tulitenganishwa na Mungu. Kupitia Yesu tumepatanishwa na Mungu. Na zaidi ya kupatanishwa tumepatiwa the ministry of reconciliation. And now we are reconciling men back to God. Beseeching them as if God was in us. Hallelujah. What a wonderful way for Paul to relate it to us. Na unaona Paul anataka watu wasiamini tu, anataka waelewe chanzo. Tunaokoka kwa sababu gani? Adamu alifanya makosa ambayo Yesu alikuja kuyatengeneza, na kuamini Yesu kunafanya tupatanishwe na Mungu, tuondolewe yale makosa. Na yale na zile dhambi zote ambazo tulikuwa tumezifanya, yeye Yesu pia ameziondoa. Sio ile tu Adamu alifanya, mpaka zile tulifanya. Anapoelekea kumalizia, ndipo sasa kutoka hapo mlango wa 6 atatukumbusha tumekufa sasa katika dhambi. Sisi tumekufa katika dhambi. Dhambi haina uhai ndani yetu. Dhambi imekufa na tuko hai katika Mungu. We are dead in sin but alive to God. We are dead to sin, sorry. We are dead to sin but alive in God. Anaendelea kusema na nani sasa? Lakini sheria iliingia ili kosa lile liwe kubwa sana. Sheria iliingia ndio kosa ifanye nini? Iwe kubwa sana. Sasa makosa tena yaliongezwa mengine. Kutoenda sabato ikakuwa ni kosa. Kutotii baba na mama ikakuwa ni kosa. Kuangalia mtu tu na unatamani ng'ombe yake ikakuwa ni kosa. Kosa zikakuwa mingi sana. Sasa ikakuwa tena ni mzigo kuliko uturudishe kwa Mungu. Sinafikiri sheria ingekuja ndio tukaribishe kwa Mungu. Lakini Paulo anasema ilikuja kuendelea. Na dhambi ilipozidi, neema ilikuwa nyingi zaidi. Dhambi tena ikazidi, maana unaambiwa usiue. Nishaua tayari. Sasa nitafanya namna gani? Usiangalie kitu cha mke wako, cha jirani yako, usitamani. Nimeangalia nitafanya namna gani? Zikakuwa mingi. Sasa watu walikuwa wanatembea wakiwa wamefungiwa sheria hapa. Ndio akienda ameona ng'ombe. Kitambo nifikirie kuhusu hiyo ng'ombe, hebu nisome kama ninakatazwa. Usiibe, usiue, usitamani ng'ombe na mfugo ya jirani. Haidi ningetamani ng'ombe. Nitembea tena huyu mtu maidi yake ilikuwa nzuri hivi. Naweza sema ya kwamba anatumia uchawi. Hebu kwanza nione. Usishuhudie jirani yako uongo. Yaani watu wakakuwa watumwa na dhambi zikakuwa mingi kuliko wakuwe huru. Na ndipo unashindwa wasabato wanaishiki kwa hizo sheria. Kuliko sheria iandikwe ndani ikakuwa kwa kibao, dhambi ikakuwa mingi. Maana sasa una invest namna ya kufanya dhambi lakini usionekane. Ndio sasa wazee nao wakakaa chini wakatunga sheria yao. Sheria ya Musa ikasema kwamba ukipatikana na usinzi uwawe. Wakasema mwenye mnapata mnapeleka uwawe. Ndio uliona walipata mwanamke, wakashika mwanamke haraka aende uwawe, kitambo ashikwe aanze kuhojiwa aseme wanaume. Akapelekwa kwa Yesu atapigwe mawe haraka. Dhambi ilikuwa mingi. Na dhambi ilipokuwa mingi, tena neema ikazidi. Ndipo unaona Mungu anaambia Sulemani hivi, ikiwa watu wangu wanaitanishwa na jina langu, neema ilianza zamani haikuanza juzi, watanyenyekea mbele zangu, watubu dhambi zao na waniombe, mimi Mungu nikiwa mbinguni nitawasamehe. Na Mungu alikuwa amesema kwamba yeyote atendaye dhambi hataishi. Lakini tena neema inaongezewa, wanaendelea kuishi. That is God. Wana wa Israeli Mungu anasema kwa hakika yangu nitawaangamiza. Musa anamlilia Mungu, anasema hivyo, nimewapea muda. The more the sins zinaingia, ndiposa neema inakuwa mingi. Hata saa hizi watu wananichekeshaga, tunajua dunia sasa watu wamefanya dhambi mingi, sasa dunia hii Mungu atakuja kuilipua, ndio neema inakuwa mingi. Wacha tu watu wamekuwa wenye dhambi, wanalewa, wanafanya usherati, wanafanya nini? Hii Mungu atakuja siku moja na ataipiga. Neema ya Mungu inakuwa mingi. Otherwise angeipiga jana. Angeingoje ipige jana. Are you getting it, church? Hata wewe kama si neema ya Mungu ungekuwa umenyoroshwa. Lakini neema ya Mungu maandiko yanasema kwamba inavumilia ili tufikie kutubu. Are we there? Lakini neema ya Mungu haizuii siku ya hukumu.
differentiate between those two things. Kuna siku ya hukumu na kuna neema. Neema ya Mungu bado iko kwa sasa, lakini siku ya hukumu itakapofika, hata kama watu watakuwa na amani, hiyo siku imefika na itakuja kama mwizi. Na mwizi hakuji na amani, hakuji akihubiri kwa upenea, mwizi anakuja na upanga na silaha. Hivyo ndivyo itakuwa siku ya Bwana. Even now.